Wiki iliyopita tulikuwa tunaongea juu ya imani kamilifu. Leo hii nataka tuende kuangalia juu ya hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla tusome, yafaa tuelewe hekima ya Mungu ni hekima ya aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema hekima ya Mungu ni ule ufahamu wa kujua neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ufahamu unakuja kwa kulisikia na kulishika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo tunataka tuongee juu ya hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu. Na nataka tuangalie ili somo kwa kuangalia hekima aina mbili. Kuna hekima aina mbili katika kitabu cha James chapter number 3 verse 13. Yakobo 3 tuanzie mstari wa 13 kuendelea. Yakobo 3 tuanzie mstari wa 13. Nitasoma. Nasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na wa hekima. Nitarudia. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema hekima inayotoka kwa Mungu Baba ni ile hekima ambayo inayoleta deeper understanding. Bwana Yesu asifiwe. Na ufahamu unakuja kwa kulisikia neno. Leo hii kuna huo mstari unasema ya kwamba ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu, akapate kuonyesha kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole na wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu ambao tunaongea siku ya leo ni ule ufahamu unayotoka kwa Mungu Baba, sio ule ufahamu wa kidunia, sio ule ufahamu ambayo unaweza soma vitabu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Sio ule ufahamu wa kwenda darasani ukasome kutoka darasa la kwanza mpaka university. Tunaongea juu ya ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ufahamu unakuja njia gani? Ufahamu unakuja kwa kutenda mema. Unaangalia tabia ya mtu ambaye ako na ule ufahamu wa kiungu. Unaweza muona hata vile ambavyo anavyotembea, vile ambavyo anapotenda chochote ambacho anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, ni nani aliye na hekima kwenu? Aonyeshe kazi zake kwa kufanya nini? Kwa mwenendo wake mwema. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ukiwa na ufahamu wa kiungu utakuwa na mwenendo mzuri. Na huu mwenendo huwa unakuja kwa kufanya nini? Kwa kulisikia neno. Na nataka tuendelee kwenda hapo chini. Nasema, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na kishetani. Bwana Yesu asifiwe.
Tunaambiwa hii hekima ambayo tuko nayo ni hekima ambayo si hekima iko na wivu. Bwana Yesu asifiwe. Sio hekima ambayo iko na ugomvi. Basi kama uko na ugomvi, kama uko na wivu, ina maana ya kwamba ufahamu bado utaupata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufahamu ukiwa nao, unakuja, mtu anaweza kuona, mwingine mwenzako anaweza ona kwa yale matendo yako, vile ambavyo unavyotenda, chochote unachokifanya, ule ufahamu unajidhihirisha kwa yale matendo ambayo unayotenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hii hekima tumeambiwa ni hekima ambayo inayotoka mbinguni. Na hekima inayotoka mbinguni tumeambiwa haina nini? Wivu. Na Biblia inasema ya kwamba kama uko na wivu, basi ukisema uko na huu ufahamu kutoka mbinguni, unasema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna ufahamu mwingine wa kidunia. Huu ufahamu ambao tumeambiwa ni ule ufahamu kila wakati wewe menendo yako haipendezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ufahamu ndio unaitwa ufahamu wa kishetani. Ufahamu na tabia unaoleta tabia za kibinadamu. Tabia za kibinadamu mara nyingi ni zile ambazo tunaambiwa tabia za kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tabia za kimwili ni zile ambazo unafuata vile ambavyo mwili unakwambia. Mwili huu wakati mwingine tunaambiwa huu mwili wewe umeokoka, lakini mwili hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ili kama umeokoka ni ushinde tabia za huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na ule ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, huu ufahamu ambayo tunaongea unaokuja kupitia kwa ile hekima ambayo tunayopewa na Mungu Baba, ukiwa nayo inakuwa uko sawa kabisa. Uko katika yale matendo ambayo tunaambiwa matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea kusema ya kwamba lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Bwana Yesu asifiwe. Hekima inayotoka kwa Mungu Baba tunaambiwa ni safi, tena ni ya amani, tena ni ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina vitina, haina unafiki, na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafuatao amani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiangalia mtu ambaye anaufahamu, kitu ya kwanza, kuna maneno ambayo anastahili kujitenga nayo. Usiwe mwenye wivu. Bwana Yesu asifiwe. Na unaambiwa kitu kingine, usiwe mtu ambaye anajipiga kifua, mtu ambaye ana ile proud ya kupita kiasi, mtu ambaye anasema ni mimi na ni mimi peke yangu. Mtu kama huyo tunasema huyu basi anasema uongo, akisema ya kwamba ana nini? Ana ule ufahamu wa kutoka mbinguni. Na tumeambiwa ya kwamba ugomvi mahali popote ulipo, ukisoma hiyo mstari wa 16 unasema maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufahamu ambao tunaopata kutoka kwa Mungu Baba hauna machafuko yoyote. Biblia inasema uko safi, tena una amani. Na mtu akiwa mwenye ufahamu huu nasema ni mpole, kwa sababu ufahamu utokako kwa Mungu Baba una upole. Na huu ufahamu unaotoka kwa Mungu Baba tumeambiwa ya kwamba ni ule ambao una amani. Mahali popote unapoenda unataka kuleta amani. Penye hakuna amani, wewe watafuta hiyo amani kapate kufanya nini? Kupaki mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufahamu ambayo tunaenda kuangalia siku ya leo ni ule ufahamu utokao kwa Mungu Baba. Na ufahamu unaingia kivipi? Ufahamu unakuja
kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yesu alipokuwa anaenda mbinguni, aliwaambia ya kwamba wanafunzi wake atawaachia nini? Msaidizi. Na huyo msaidizi ndiye alimeambiwa atakuja akiwa nawe, ndiye atakupa ule ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Msaidizi akiwa nawe ndiye atakwambia vile ambavyo unastahili kuenenda, matendo yako yakapate kuwa mazuri, ni uwe na huu msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio ufahamu tumeambiwa na Mungu Baba, ya kwamba tukiwa na huo ufahamu tunauonyesha kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na huo ufahamu hatubabaiki, kwa sababu tunajua sisi tuna ufahamu wa kupita ufahamu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na huo ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, ndio tunaambiwa huo ufahamu, ukikumbana na kitu chochote, unajua vile ambavyo unadili na unakimalizana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitabu cha Zaburi 14:1. Zaburi 14:1. Tuone vile ambavyo ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba ambayo unaoleta na hekima ya Mungu vile ambavyo huko. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 14:1 inasema, mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kufanya machukizo, hakuna atendayo mema. Nitarudia. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna atendaye mema. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, huu ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba ni ule ufahamu wa kujua Mungu ni nani. Na Biblia inasema mpumbavu ni mtu ambaye ajui. Tunasema ni mjinga, wengine wasema ni mjinga. Na mjinga wakati mwingine watu wanasema si matusi, si ndio? Ni ile hali ya kutojua. Kwa hivyo kama wewe ujui au una ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, ndio kwa maana Biblia inasema mpumbavu. Tukiwa kama hatujui tunaitwa wapumbavu. Lakini wale ambao tumeitwa na Mungu Baba, alafu tunaoshirika na Roho Mtakatifu, tunaona ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, na tunajua ya kwamba Mungu wetu hako nasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyetuumba hako. Lakini mpumbavu anasema hakuna Mungu. Na akisema hakuna Mungu, next anafanya nini? Anaanza kufanya yale ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifanya chukizo mbele za Mungu, basi ndio unaitwa mpumbavu. Tufanye nini ili tusiitwe wapumbavu? Ni tutende mapenzi ya Mungu, kwa sababu sisi tuna ufahamu wa kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuna ufahamu wa kutoka mbinguni, basi ni tutende mapenzi yake, kwa sababu tushayajua kupitia kwa yule msaidizi wetu ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye tuliyopewa na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi si wapumbavu kama watu wengine. Na tumesema huu pumbavu sio ule wa kwenda darasani. Na mtu anaweza kuwa amesoma mpaka kuna PhD zake, lakini Mungu akimwangalia anasema huyu ni mpumbavu. Kuna mtu mmoja, sijui kama hiyo inafunzwa sahihi, alikuwa anasoma juu ya evolution of man, of early man. Ilikuwa imeletwa na yule mtu alikuwa anaitwa Charles Darwin. Akaanza anaelezea kulingana na yeye ile statistics zake. Akaanza kusema binadamu hakuumbwa. Alikuwa kama ape. Sisi tulikuwa kama monkeys wakati. Tulikuwa twatembea na miguu mingapi? 4.
tukatembea mpaka mwingine akawa ameinama hivi mpaka akasimama. Baadaye lakini nikisoma niliona ni kama aliokoka, akasema Mungu yuko, hata yeye anaamini hivyo. Ilikuwa tu ni masomo. Sasa unaona, mtu mwenye ameshikilia hivyo ataitwa mpumbavu, kwa sababu ana ule ufahamu ya kwamba sisi tulitokana na kule kuumbwa na Mungu Baba. Na Mungu Baba wakati alituumba akiwa anajua ametuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa na huo ufahamu ya kwamba sisi ni mfano wa Mungu, hakuna kitakachotushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu chochote kitakachotufanya tukapate kuanza kubabaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ufahamu ambao tumeletewa na Mungu Baba ni ufahamu ambao umepita hapa duniani. Huu ufahamu ndio tumekuja kutangaza siku ya leo, ya kwamba ndugu yangu, kiwa na ufahamu, dada yangu, kiwa na ufahamu, utashinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Utaona baraka hatua baada ya hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ushakuwa na ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe tunajua ya kwamba sisi ambao tumeitanishwa na hili jina la Mungu si wajinga, si wapumbavu, kwa sababu tumepata ile fahamu ya kutoka kwa Mungu Baba, ambayo hiyo fahamu imetufanya tumekuwa waerevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na ufahamu wa aina hiyo, basi inafaa menendo yako ikampendeze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukafanye mapenzi ya Mungu. Na haya mapenzi ya Mungu tumesema utayajua kivipi? Utayajua kwa kuendelea kulisoma neno la Mungu. Utayajua kwa kuendelea kutenda yaliyo mema. Nataka tuangalie katika kitabu cha Joshua 1. Tuanze mstari wa 6. Tuone ule ufahamu ambaye Mungu alikuwa anamuelezea Joshua. Hii ilikuwa baada ya Musa alipokufa. Sasa Joshua anataka kutake over kutoka kwa nani? Kwa Musa, mtumishi wa Mungu. Na kuna mambo alimwambia. Anamwambia ya kwamba Joshua 1:6. Ukuwe imara na hodari, kwa sababu wewe utawaongoza watu hawa kuirithi nchi ambayo niliyowaahidi kwamba nitawapa wazee wao. Ukuwe tu imara na hodari, ukuwe mwangalifu na kushika sheria yote mtumishi wangu Musa aliyokuamuru. Fuata kila sehemu ya sheria hiyo, nawe utafanikiwa popote utakapoenda. Hakikisha kwamba hautakisahau hata kidogo kitabu hiki cha sheria, lakini kila siku utajifunza kitabu hiki mchana na usiku, kusudi upate kutimiza yote yaliyoandikwa humu, nawe utastawi na kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona sasa vile ambavyo ule ufahamu Musa anaelezewa, yani Joshua anaelezewa, anaambiwa ya kwamba ili ukawe na ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, yafaa ushike sheria za Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ukishika sheria za Mungu Baba na utende kulingana na mapenzi ya Mungu, utafaulu. Ni Joshua anaambiwa.
na utawaongoza wana wa Israeli wakairithi ile njia ile nchi niliyowaidia baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna ufahamu pale Joshua anapewa ya kwamba ili ukairithi nchi, ili ukawarithishe nchi hawa wana wa Israeli, ni lazima ufuate sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo sheria utajifuata vipi? Hakikisha unakisoma kile kitabu cha sheria. Na kitabu cha sheria ni nini? Ni hii Biblia ambayo tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiisoma siku baada ya siku, mchana na usiku, utakuwa unakumbuka yale ambayo ni mapenzi ya Mungu kufanya nini? Kuyatenda kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia Joshua hakika alifuata na akatenda mapenzi ya Mungu, na mwishowe akahakikisha wale wana wa Israeli wamefanya nini? Wameirithi ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Nasi hivi leo tunaambiwa ya kwamba ili tukapate kufanikiwa katika ya maisha, ni tuwe na ufahamu kama ule wa Joshua, ambaye alikuwa anaambiwa ya kwamba usikiache hiki kitabu cha Torati, usiache kutenda mapenzi ya Mungu, kwa sababu ukiacha kutenda mapenzi ya Mungu utakuwa mchinga, utakuwa mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Joshua kama angefuata zile sheria ambazo Mungu Musa alimpa, angefika penye alikuwa afike. Ni vile ambavyo alifuata yale Musa alikuwa amemwambia, ndio kwa maana akaridhisha wana wa Israeli ile nchi ambayo alikuwa ameahidiwa na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie Zaburi 111 verse 10. Tusikie vile ambavyo inasema. Ufahamu wa Mungu Baba twafaa tubebe kifipi. Utakuja kifipi. Zaburi 111. Zaburi 111 verse 10. Nayo inasema, kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Wote wafanyao hayo wana akili njema, sifa zake zakaa milele. Bwana Yesu asifiwe. So hapa tunaambiwa ya kwamba kule kumcha Mungu, kule kuwa na ile hofu ya Mungu, ndiyo inayoleta nini? Hekima. Na by the way, ukiwa una ile hofu ya Mungu, kama hofu ya Mungu iko kwako, basi Roho Mtakatifu ako ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kwa sababu ni mtakatifu, utatenda maneno ambayo ni matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utatenda mapenzi ya Mungu. Na ukitenda mapenzi ya Mungu, basi unaambiwa wewe si mpumbavu tena. Wewe ni mwerevu. Wewe si mchinga, kwa sababu umetenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba kumcha Bwana, ukiwa na ile hofu ya Mungu, lazima ikufanye ukapate kutenda mema. Na ukitenda mema, unaitwa wewe ni mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa mwenye hekima. Nataka tuangalie mtu mmoja katika Biblia anaitwa Ayubu. Tuangalie Ayubu 28:28. Tukiangalia Ayubu ukisoma hiyo kitabu cha Ayubu, unaona Ayubu alikuwa anatafuta, alikuwa mtajiri ndio,
lakini chenye alikuwa kipaumbele chake kilikuwa ni kule kutafuta ufahamu kutoka kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa kila wakati yeye ni kutaka kujua mapenzi ya Mungu ni yapi. Ndio kwa maana unamuona yeye kila wakati alikuwa anakimbia kwa mbele za Mungu akiomba hata msamaha kwa niaba ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie Job 28:28. Job 28:28. Tuone vile ambavyo inasema. Kisha akamwambia mwanadamu, tazama, kumcha Bwana ndiyo hekima na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaona ufahamu ambao tunaongea siku ya leo ni ule ufahamu wa kujitenga kutenda maovu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitenga kutenda maovu, ndio Roho Mtakatifu atakuelekeza, atakuwa anakunong'onezea kila ambacho ni mapenzi ya Mungu, kila ambacho ni ukifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa unataka ufahamu, ni lazima ujitenge na maneno maovu. Na maneno maovu sisi tuna ufahamu. Nadhani kila mtu ako hapa na ufahamu ya kujua maneno maovu ni yapi, yale ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema tuliposoma hiyo James chapter 3 verse 13 mpaka 17, ikasema penye kuna ugomvi, penye kuna wivu, hakuna Mungu hapo, hakuna hekima na mengineyo ambayo ni machafu, matendo ambayo ni machafu. Penye kuna ugomvi, kila tendo mbaya liko mahali pale, na likiwa mahali pale, Roho Mtakatifu anajitenga, na akikaa kando, ina maana ya kwamba wewe ni mpumbavu, kwa sababu utakosa ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Bwana Yesu, ambao tunapata kwa Mungu Baba ndio unaotuweka kuendelea kukaa kiroho, kuendelea kukua kiroho, kuendelea kujua kila ambacho ni tukifanye na kila ambacho tusikifanye. Bwana Yesu asifiwe. Taka tuangalie tusome John 15:18. John 15:18. Yohana 15:14. Tusikie vile inasema. Nayo inasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na huu ufahamu ambao ni ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, ambayo unayoletwa na hekima ya Mungu Baba, inakufanya unakuwa una ule urafiki na Mungu. Na ukiwa na huo urafiki na Mungu, inakufanya unatenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unatenda yale ambayo ni Mungu wetu ambaye ametuamuru tufanye hivyo. Na yale ambayo tumeamuliwa tufanye ni yale mapenzi ya Mungu. Haya mapenzi ya Mungu ni yale ambayo yanapatikana kutoka kwa kitabu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapotenda hayo yote, wewe unaitwa ni mwerevu, si mpumbavu tena, kwa sababu umekuwa na huo ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Na ufahamu tukiwa nao, kuna vitu vingi vitaendelea katika maisha yetu.
Nataka tuangalie Zaburi moja kuendelea. Zaburi moja kuendelea. Tuone ukiwa na ufahamu ni nini ufanye. Ukiwa na ufahamu ni nini ufanye. Zaburi moja inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa wewe umejitenga na lile kundi ambalo sio kundi nzuri, ambalo ni kundi linalotenda maovu, unaitwa wewe una ufahamu wa kutoka mbinguni. Ikiwa wewe haukai na wale ambao wanaoleta mizaha katika neno la Mungu, wanaoleta mizaha katika mapenzi ya Mungu, tunaambiwa basi wewe una ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Na mizaha hii unaweza jiuliza ni mizaha gani? Inaweza kuwa wewe unakaa na mtu ambaye ni mtu anafanya machukizo mbele za Mungu, alafu wewe haumwambii juu ya ufalme wa mbinguni, haumwelezei juu ya ule ufahamu wewe mwenyewe uko nao. Kama unakaa nao hivyo, basi wewe nawe unatolewa pole kutoka kwa wale ambao wanaitwa waerevu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia heri yule asiyekwenda katika shauri na walio wanaotenda mabaya, wasio wa haki. Haya, tuendelee tuone vile ambavyo inasema. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila tendalo litafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona sasa, wewe kama kuna ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, kuna baraka ambazo utapatana nazo. Na hizi baraka ni zipi? Mungu anasema ya kwamba kama wewe umejitenga na lile kundi linalotenda maovu, basi wewe umefananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya vijito, na ule mti haunyauki wakati wowote, kwa sababu una maji, unapata kila chochote chenye utakao unapata, kiko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na huo ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, wewe utakuwa unazaa matunda kila wakati. Wengine wakinung'unika, wewe ndio unashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakilia, wewe waimba, wafurahia, kwa sababu una ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba mti ambao umepandwa kando kando ya vijito haunyauki. Kila wakati majani yake yanafanya nini? Yanapendeza. Na hivyo ina maana kwamba na wala ambao wamemcha Mungu, na wala ambao wamemcha Bwana, hawatakuwa wanalialia wakati wamepatwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wana ule ufahamu ya kwamba shida ikija kwangu, kuna kitu inahitaji niinue maombi, inahitaji niinue saburi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. James 1:1 inasema nini? Acha tuone hiyo vile ambavyo inasema, alafu kisha tutarudi huko. James 1:1
ndio isiwe nasema yangu. James, acha nianzie James 1:2. Verse 2. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukiwa katika majaribu mbalimbali. So ukiangalia unaona ya kwamba mtu ambaye ana ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba akipatwa na shida yoyote ile, yeye ababaiki, kwa sababu anajua hii kija, kuna kitu ambacho mimi nikifanya, kuna kitu ambacho mimi sijafanya. Unafaa kufurahia kwa sababu umekumbushwa kufanya kitu fulani, na hiki kitu yenye unakumbushwa ni nini? Ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu ambaye ana ufahamu kutoka kwa Mungu Baba anapopatwa na hii shida, anahesabu ile shida kama nini? Furaha tupu. Yakobo anasema ukiwa na ufahamu, unapopatwa na majaribu mbalimbali, hesabuni hayo majaribu kama nini? Kama furaha tupu, kwa sababu ukijaribiwa hivyo kuna kitu inaleta. 3 inasema mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwenu mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, na saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa na ufahamu kama huu ya kwamba tunahesabu majaribu yote ambayo tunayopata kama furaha kwetu, kwa sababu haya majaribu yanatufanya tunaamuka kiimani. Haya majaribu yanatest ule ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, ile hekima na iwe na kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile hekima hapa inajaribiwa, inataka ijaribiwa ione kama inafanya kazi yake. Na mwenye ako na hekima akipatwa na shida kama hizo ni saburi. Anabisha kwa Bwana akimuuliza Mungu, hapa nifanye vipi? Mungu, ili jaribio umelileta, wewe una njia ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitumtumainie Bwana, kwa sababu tukimtumainia yeye anatupa ule ufahamu wa kutoka kwake. Wacha tuangalie Warumi 1:30. Warumi 1:30 nasema nini? Warumi 1:30 nayo inaongea nini juu ya hekima ya kutoka kwa Mungu Baba? Mwenye kusikia, mwenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majifuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao. Biblia inatuelezea wala ambao ni wapumbavu. Mpumbavu utamjua kivipi? Ni yule ambaye wengine wanasema ni mshenee, si ndio? Penye kuna ugomvi, penye kuna backbiting, kuna wale ambao wanamchukia Mungu. Unajua kumchukia Mungu ni kule kutofanya sheria zake. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ufanyi yaliyo ya Mungu, basi wanasema wewe ni adui kwake. Wewe ni adui kwake. Alafu kuna wengine ambao wanao invent
evil things, yaani wanaoleta vitu ambavyo ni chukizo mbele za Mungu. Wanajaribu, Kiswahili wanasema wenye majivuno, wenye kutunga mabaya. Mtu ambaye anaufahamu kutoka kwa Mungu Baba anaweza mjua mtu ambaye anayefanya hivi. Na ukumjua, utajua Mungu. Ukiomba Mungu atakupa ule ufahamu ni njia ipi ama ni vipi utakavyomfuata ukapata kumsaidia mtu kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 10:31 inasema, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti. Wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao watendao mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, wewe unajitenga na watu wenye tabia kama hizo, watu ambao wanafanya hayo yote ambayo tumeyataja hapo katika Biblia. Ukijitenga nao, ule ufahamu unaendelea kuwa kwako. Lakini ukijiunga nao, ule ufahamu unakutoka polepole, na Roho Mtakatifu hatakuwa pamoja nawe. Na kama hatakuwa pamoja nawe, ina maana ya kwamba umebaki kuwa mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie tukajiepushe na kundi kama hili, tukajiepushe na kutenda mabaya kama haya, ili tusiitwe wapumbavu, tuwe watu ambao ni watu wa kutenda yaliyo ya Mungu. Warumi 8:7 nayo inasema nini? Kwa kuwa ile nia ya mwili na ni ya uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Na wala kama tuna ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, yafaa tushinde nia na tabia za huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Huu mwili una tabia ambayo inaotufanya tukapate kuwa adui na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu mwili tunaambiwa haujaokoka, na kama haujaokoka, mambo yake ama matendo yake ni yale mabaya. Na huu mwili tunaweza shinda hizi tabia za kimwili kama tuna ule ufahamu kutoka kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa na ufahamu kutoka kwa Mungu Baba, basi menendo yetu itakuwa safi, kwa sababu tumeshinda tabia za huu mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeambiwa mwili hautii nini? Sheria. Na wale ambao wanaufahamu kutoka kwa Mungu, utawajua nini? Utawajua kivipi? Utawajua kwa matendo yao. Na hayo matendo ni uwe unatenda kitu, ni uwe unafanya mazuri. Na ukifanya mazuri, basi wewe unaitwa ni mwerevu, si mpumbavu tena. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie Wakolosai 1:21. Wakolosai 1 Wakolosai 1:21. Nasema, na nyinyi mliokuwa hapo kwanza mumefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha
sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama uko umeokoka, uko nyuma, ulikuwa unatenda mabaya, ulikuwa unatenda yale ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Sasa vile ambavyo umemjua Mungu, yafaa wewe uwe unaamini ya kwamba Mungu amekutoa kutoka kwa ule ujinga, amekuambatanisha na hii hekima ya kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, Roho Mtakatifu ako nasi, na huyo Roho Mtakatifu anaendelea kutufundisha mapenzi ya Mungu siku baada ya siku, na tukifanya hivyo tunaitwa sisi si wapumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tukiitwa mpumbavu inaonekana ni matusi sana. Mpumbavu nafikiria na mjinga hakuna tofauti, si ndio? Ujui kile ambacho unachokifanya. Lakini sisi ambao ni waumini, sisi ambao tunalijua neno hili, sisi ambao tumeshapokea hii neema kutoka kwa Mungu Baba, yafaa tujue mapenzi ya Mungu. Na kila wakati tumeambiwa tutende mapenzi ya Mungu. Na kutenda mapenzi ya Mungu tumeambiwa ni nini? Kufuata sheria. Na sheria ukifuata, basi wewe umejitenga na yale maovu. Na ukijitenga nayo maovu, basi Roho Mtakatifu ako nawe, atakushindia siku baada ya siku. Ndio kwa maana unamuona tumesoma Job, yeye alikuwa na ufahamu kutoka mwanzo. Hata ule wakati shetani alipopeleka ripoti huko mbinguni, anasema wewe unasema, kwanza alipofika huko mbinguni, Biblia inasema kulikuwa na baraza kule mbinguni. Ndipo ndio Mungu anamuuliza shetani, je, umemwona mtumishi wangu Job? Mungu akiuliza hivyo, alikuwa anajua ya kwamba huyu Job alikuwa na ule ufahamu kutoka kwake, na alikuwa amemuona ya kwamba yeye hawezi akatingizika na kitu chochote. Shetani anaenda kuripoti, kwa sababu huyu Job alikuwa na nini? Na ule ufahamu, na akawa na ule ufahamu mpaka wa kukabidhi vitu vyake vyote pamoja na nyumba yake mbele za Mungu. Na akawa shetani anasema aliona ukingo wa moto umeshingira familia, wanyama, vitu vyote vilikuwa vinaitanishwa na Job. Na shetani ndiye anaripoti, anasema wewe wajua huyo Job anakutumainia kwa sababu umemlinda. Hebu toa mkono wako kidogo nikamjaribu uone kama atakukana. Biblia inasema Job, shetani aliporudi kumtesa Job, vitu vyake vikaisha, mali ikaisha, watoto wakafa wote. Lakini kwa sababu ya ule ufahamu Ayubu alikuwa nao kwa Mungu Baba, hakumwacha. Hakuenda kusema mimi Mungu ameniacha, sasa vile ambavyo ameniacha nami nitamwacha kwa sababu nimefika mwisho, sioni akinisaidia. Lakini kwa sababu ya ule ufahamu alikuwa nao, alisimama imara. Ikafika mpaka wakati bibi yake anamwambia, kumbe hata wajinga nao wanakuona kama ni mjinga. Ni kama ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, yaani uko kwa njia ambayo hata ukiwa na jicho la uko nje uwezi ukauelewa. Kwa sababu bibi ya Job hakuelewa ule ufahamu Job alikuwa nao. Anamwambia, mtusi bwana ukafe, umeteseka sana. Sio mtusi tu, sasa kama amekuacha
wewe mwenyewe ni mfu nusu, ni maiti nusu, si mtusi tu. Lakini kwa ule ufahamu wenye Ayubu alikuwa nao, alimkemea bibi yake, na mwishowe unaona Mungu alimzidishia, akamrudishia mali zake maradufu, akamrudishia watoto wake, akamrudishia kila kitu, wanasema maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiwa na ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, unasimama hata katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama hata katika your properties, unavikabidhi mbele za Mungu. Unasimama hata katika kule village kwenu, unasimama. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisimama hivyo, shetani hata kushinda, kwa sababu una ule ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na ule ufahamu, utamshinda shetani rahisi sana. Hata yale majaribu yenye tunapitia kidogo kidogo, utakuwa unayashinda, kwa sababu uko na ule ufahamu wa kujua Mungu ni nani kwako. Mungu umeambiwa ni Jehovah Jireh. Huyo ni Abraham, anajua Mungu ni Jehovah Jireh, provide, kwa sababu ashamfanyia kitu. Kwa kuwa na ule ufahamu, anaambiwa toa mtoto wako wa kipekee, na anaenda mpaka mwisho, anamtumainia yeye, anasema Mungu, wewe ndio uliyenipa na wewe ndio unataka, wacha nikupe. Baadaye kumbe alikuwa anakuwa tested, anajaribiwa. Mwisho wake anaambiwa kamwache mtoto wako, kondoo ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tukiwa tunapitia shida mbalimbali, ama tukiwa tunapitia majaribu mbalimbali, tukiwa na ufahamu, hatuwezi tukababaika, kwa sababu Mungu wetu ako nasi. Mungu wetu ndiye anayetulinda. Mungu wetu tukitembea naye, kila kitu kinakuwa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa maana unamuona Abraham anakuja kutestify, anasema yeye ni Jehovah Jireh, kwa sababu ameona akipeana. Na sisi kama waumini tunastahili kujua ya kwamba yeye ndiye anayepeana, yeye ndiye anayetupa mahitaji yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na huo ufahamu, hakuna kitakacho kushinda. Ukiwa na huo ufahamu, wacha tuangalie Hebrews 4:16 vile inasema. Ukiwa na huo ufahamu, ukipatwa na shida yoyote, unakimbilia yeye. Hebrews, Waibrania 4:16. Nasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. So ukiwa na huo ufahamu, aungoji mpaka shida sikupate ndio ukakimbie mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na huo ufahamu, kila wakati wewe ni kujiweka mbele za Mungu, ni kuendelea kuomba Mungu aendelee kukusidishia ile hekima yake, ule ufahamu ukapate kujaa kwako. Na ukiendelea kujaa kwako, already kama umemuomba, yeye anatenda. Kama umemuomba ulinzi, anakukinga. Bwana Yesu asifiwe. Ikifika ule wakati shetani anakutembelea, akifika anaona moto, akuoni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akifuata watoto wako, anaona moto, kwa sababu ushakuwa na ule ufahamu wa kujikinga mapema kabla afike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba ni tumtumainie yeye na tumwendee kila wakati, tusingoje kufanya nini? Kupatwa na shida, kwa sababu sikikupata
itakuwa too late kwenda kuitana, itakuwa kama ni shetani amekufinya finya kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wacha tuangalie Proverbs chapter 1 verse 7. Nayo inasemaje juu ya hii hekima ya kutoka mbinguni? Methali 1:7. Methali 1:7. Haya, Methali 1:7 inasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi leo nakwambia usiwe mtu wa kudharau hii hekima ya kutoka mbinguni, kwa sababu ukidharau, Biblia inakuita wewe ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Ni tuendelee kuwa na ile hofu ya Mungu kila wakati, tukimuita yeye aendelee kutupa ule ufahamu ambao unaohitajika katika haya maisha tunayoishi, ndio tuendelee kuwa na yale maarifa ya kuendelea kumtumainia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kuendelea kuwa na ile adabu kutoka kwake. Haya, tuangalie Proverbs 9:10. Proverbs 9:10. Nayo vile inasema. Proverbs 9:10. Nayo inasema, kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa ya kwamba kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kujua yale ambayo nitufanye ni ule ufahamu. Wakati mwingine ufahamu kama hatuna, tunaweza kuwa tunafanya vitu vingine, machoni petu tunaona tuko sawa, lakini mbele za Mungu ni chukizo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni tuwe na ufahamu wa kuendelea kujua kila ambacho nitufanye, wa kuendelea kujua mapenzi ya Mungu ni yapi, ili tukapata kuendelea kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo mapenzi ya Mungu tukiendelea kuyatenda kwa sawa kabisa. Na tukiwa na mapenzi ya Mungu hivyo basi, tunaambiwa ya kwamba unaendelea kujua nini? Unaendelea kujua mtakatifu na unaendelea kuwa na ule ufahamu. Na ufahamu wenye tunaongea si ufahamu wa kidunia, ni ule ufahamu tunaita unatoka kwa Mungu Baba, ambao uko holy. Na ukitaka kuwa nao, unaambiwa ni ujitenge na yale maovu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mhubiri 12:12. Tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana huchosha mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na ule ufahamu kwa kutoka kwa Mungu Baba, huwezi ukadharau maonyo kutoka kwa maybe kwa kitabu, kwa kusoma Biblia, ama kutoka kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ukiwa naye, tumesema atakuelekeza sawa kila ambacho ufanye na kila ambacho usifanye. Na ukitaka kwenda kando kidogo, anakuonya, anakwambia, mwanangu, usifanye hivi, enda hivi.
na itakuwa uko sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yafaa tufanye nini? Yafaa tutembee tukiwa tunatenda mapenzi ya Mungu. Na tutatembeaje? Tutatembeaje tukiwa na hekima ya Mungu? Hiyo tunaangalia Proverbs 3:3. Biblia inasema ni uwe uko na Methali 3:3. Nataka tuangalie utatembeaje ukiwa na hii hekima ya Mungu, ama kama uko nayo utakuwa unatembeaje? 3:3 inasema rehema na kweli sizifarakane nao, sifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna ile rehema ni iwe nawe. Kama wewe una ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba, ni uwe na hiyo rehema. Kwa Kiingereza wanaita mercy. Na uwe na ukweli, mwenye kusema ukweli kila wakati. Na ukiwa na haya yote, Biblia inasema ni usifunge shingoni mwako na uziandike katika kibao cha moyo wako. Unajua kama umeweka kitu shingoni hapa, itakuwa ni kama kwa mfano ng'ombe. Ng'ombe akifungiwa, sasa na wewe ni mkulima. Ng'ombe akifungiwa, kuna kitu anafungiwa hapa, yule anasumbua, si ndio? Anafungiwa kitu hapa, kama umeenda malishoni akipotea utasikia, si ndio? Utakuwa unasikia. Sasa na hii sheria ambayo tunaambiwa, ama huu ufahamu, ama hii rehema kuwa nayo, ni uwe umeifunga kifuani mwako. Sheria ya Mungu ni uwe umeifunga. Kuifunga aje? Ni uwe una huo ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na huo ufahamu, na huo ufahamu unakuja, tumeambiwa kupitia kwa kulitafakari neno mchana na usiku. Na ukitafakari mchana na usiku, hautakuwa hautasahau sheria zake. Utashishika na utaendelea kutenda. Na imesema uandike katika moyo wako, kibao cha moyo wako. Ina maana kila wakati ukitenda kitu, kwanza unafikiri Mungu unasema nini? Hii hatua ambayo unayoenda kufanya wasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Unamuuliza, yani hiyo ni kumuhusisha yeye. Unamuuliza, hapa penye naenda, je, ni sawa? Ndio kwa maana unaona Musa anasema sitoki hapa kama hatuendi na wewe, kwa sababu anajua asipoenda na Mungu atakwisha. Na wewe hivi leo nakwambia, chochote unachofanya katika maisha, enda na Mungu. Enda na ufahamu wa kutoka kwa Mungu. Kuwa na hiyo rehema. Rehema itakusaidia ukapate kuwa mpole, bila ambavyo umeambiwa hekima itokayo juu ni safi na iko na upole. Ukiwa na rehema, basi itakufanya uwe mpole na uwe mnyenyekevu mbele za Mungu, na uwe unasikiza maneno ya watu, sio kusikiza vitina. Yani unasikia kama mtu ako na hitaji, alafu kwa sababu una ule ufahamu unaomba kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaita kwa sababu yake. Kama ni mgonjwa, kwa sababu una ule ufahamu kutoka mbinguni, basi unaita kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu atusaidie tukapate kuwa na hii rehema na neema, ikapate kuandikwa katika
rohoni zetu na tukafanye kutenda mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Namalizia ni story na kama ushuhuda. Sitaki kumsema kwa sababu kama atasema mwenyewe. Haya, kuna mtumishi mmoja akawa naomba. Akiwa naomba, mzazi wake mmoja alikuwa mgonjwa. Akawa naomba, naongea na Mungu. Kimuuliza, mbona huyo mzazi wake alikuwa ni mtu ambaye amemjua Mungu. Nasema, baba yangu amekuwa akikutumikia. Amekutumikia tangu utotoni. Leo hii ana hali ambayo haieleweki. Vipi Bwana, mbona unamwacha hivi? Anasema huyo mtumishi akiwa naomba, sio kuota, anaomba, amekaa naomba. Akaona Mungu anampeleka moja kwa moja, akamuonyesha kibanda kinakaa kama kibanda cha M-Pesa hivi. Na babake amewekwa hapo ndani, amefungwa miguu na mikono, ana nguvu. Na akauliza, Bwana nifanye nini? Akaonyeshwa yeye ni afanye kazi kwa maombi. Akawa naomba. Sasa katika maombi yeye akiomba anaona ni kama anapiga ngumi ile kibanda cha M-Pesa. Kilikuwa na hii plywood. Akapiga ngumi ya kwanza. Kuna ngumi ya pili ikapasua. Akaendelea na ngumi mpaka akatengeneza mwanya. Alipoangalia ndiye aliona babaka amefunga. Sasa alipokuwa na ule ufahamu, aliendelea kuita. Akaita, akakata zile nyororo. Akazikata, akamfungua mikono, akamfungua na miguu. Baada akaona bado babaka anaregea, hawezi akaenda. Akaendelea kuita, akaita. Babake akaona, yani hapo sasa ni katika hali ya kiroho, ule ufahamu ambao tumesema kutoka kwa Mungu Baba. Akaita mpaka akaona katika hali ya kiroho babake ana nguvu. Yeye akaamini kwa sababu ya ule ufahamu ambaye alikuwa nao kutoka kwa Mungu Baba. Akaamini ya kwamba babangu amefanya nini? Amepona. Alipotoka katika maombi akienda nyumbani, kisha alimpigia, baba, unaendeleaje? Nasikia hali lakini bado ni kama sijasikia vizuri. Yeye akaendelea kuamini kwa sababu ule ufahamu alikuwa nao. Baba akisema amesema, akisema hakuna naye atakayefuta. Sasa yeye akashikilia ule uponyaji, akawa anashikilia kwa sababu ana ule ufahamu. Unajua shetani naye akiona kama unataka kushinda, anakuletea mawazo mengine. Unaona, uliomba kama ile ilikuwa ni ndio utachana naye. Lakini mtumishi anasema alishikilia yale maombi, akawa anasema, baba anajua wewe useme uongo, uwezi ukasema utatenda na utatenda. Akaendelea hilo neno. Hiyo siku ilipofika siku ya Jumapili, babake alikuwa achiwezi, alienda kuhudumu kule. Na nasema hiyo siku before aende, alimuona babake akiimba, tuimbe tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ule ufahamu wa kutoka kwa Mungu Baba. Yeye sasa Mungu ameshamwambia, wewe amepona, umemfungua. Na mpaka saa hii amefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii anaendelea kumtumikia Mungu kwa sababu ya ule ufahamu ambao tumepewa na Mungu Baba. Yafaa Mungu akinena kitu na wewe kishikilie. Hata ingawa shetani ataleta maneno mengine ndiye akuepushe nayo usikipate, lakini wewe mwenye imani na ufahamu kutoka kwa Mungu Baba kishikilie, usije ukakiachilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Praise and worship.